Hapa ni Tanga, Tanzania. Nyuma yangu ni mnara mashuhuri, upo karibu kabisa na uwanja wa CCM Mkwakwani, uwanja maarufu kwa mpira wa miguu. Zamani ilikuwa Tanga waja leo waondoka leo. Mambo yamebadilika kidogo. Siku hizi waja leo kuondoka majaliwa, na ni kwa sababu ya mambo kadha wa kadha. Lakini kumbuka kuwa Tanga inasifika kwa mambo aushi katika masuala mazima ya mapishi. Unataka kufahamu zaidi kuhusiana na mapishi haya na umashuhuri na umaridadi ambao upo katika jiji hili la Tanga? Natumai hujawahi kusikia kuhusiana na chai ya nazi ama chai ya nanasi. Ni maajabu, lakini si maajabu zaidi. Twende nikakuoneshe jinsi chai ya nazi inavyoandaliwa na chai ya nanasi katika kupamba umaridadi wa jiji hili la Tanga kwenye sekta hasa ya mapishi. Mimi ni Ibrahim Hassan na hii ni TriGen Media. Odi. Habari hapa bwana. Salama. Nikiandamana na balozi wangu hapa Bwana Musa ambaye ni mtaalamu kabisa kwenye masuala haya ya chai ya nazi, amenieleza kwamba hapa kuna aina 12 za chai kama alivyosema, na tutaziona bila shaka. Tutaziona. Pengine hata siku leo, lakini tutaona ushahidi wa vile ambavyo mnavifanya. Lakini chai ya nazi ipo. Chai ya nazi ipo, chai ya nanasi ipo. Na kama unavyotazama mtazamaji, vitu vyote ni vya Uswahili taslim. Na hapa ndio Tanga. Vitu vyetu vyote ni vya nazi, vyakula vya nazi, vitu vyetu vyakula vyote vya asili. Naona hata vitu vilivyokuwepo hapa ni vya Uswahili zaidi. Kiswahili. Karibu sana mtazamaji, hapa tutaketi pale kuzungumza kinagaubaga kuhusiana na kwa nini wameanzisha Swahili Lounge, walifikiria nini. Karibu tutaketi hapa. Mtazamaji wa TriGen Media, tayari tupo na kinara mwenyewe mwanzilishi, lakini pia aliyekuja na wazo hasa la kuanzisha Swahili Lounge, afu akaamua kuja na chai ya nazi na chai ya nanasi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kwa majina naitwa Nafisa Saif Mohamed. Ni mkazi wa Tanga, nimezaliwa Tanga. Na najua mahadhi ya Tanga. Mahadhi ya Tanga. Ndio. Tamaduni zetu za Tanga, hapa ndo mahali pake. Ndo mahali pake. Walikuwa nasema kwamba waja leo kuondoka leo, lakini sasa hivi ni kuondoka majaliwa. Sasa hivi tunasema karibu Tanga, hakuna kwa heri. Ukiingia Tanga ni karibu na ukiondoka pia ni kwa heri, karibu. Mtazamaji, kama ulivyosikia, sasa haraka tu, sitaki kukuibia muda, ndio kubize na mambo mengine. Ndio. Tunataka tufahamu wazo hasa la kwanza, nini kilikusukuma wewe kuamua kuja na Swahili Lounge? Sisi tulianza kama Tanga Women Gala, lilikuja kama group ambalo la kukusanya wajasiriamali ambao limeundwa na wanawake wajasiriamali. Na mama huyo anaitwa Madam Latifa Makaushe Hoza. Pamoja na Madam Asma, pamoja na mkurugenzi wa Five Brothers Entertainment. Hao ndio walikusanya hiyo group ya Tanga Women Gala Mwanza. Na katika hiyo Tanga Women Gala ikawa imezaa hii Swahili Lounge. Na hasa wazo la kupata hii Swahili Lounge ilikuwa ni kukusanya wale wajasiriamali wenye kazi za mikono. Kule tulikuwa ni mauzo. Yaani kwenye ile group ilikuwa ni mauzo. Lakini mbali na mauzo kuna wale watu wanaotengeneza kazi za mikono. Kama unapoona hapa ulipoingia hapa Swahili Lounge, ulikuta vitu vyote ulivyovikuta hapa ndani vimetengenezwa na wanawake ambao wanatumia kazi za mikono. Kama meza, wapo wanawake ambao wanatengeneza hizi meza za mbao kwa kutumia mikono yao. Na pia kuna mabinti ambao ni wadogo wanafanya hizi kazi. Mimi nimeshafanya kazi sana na hao mabinti ambao wanafanya hizi kazi za mikono. Kuna wanaopika ubuyu, kuna wanaotengeneza kashata, kuna wanaotengeneza vitu mbalimbali. Na hata hizi furniture ni wakina mama wanaofanya hizi kazi. Kuna mama mmoja anaitwa Maranatha. Huyu mama anajishughulisha na hizi kazi za mikono, na kuna binti mwingine anaitwa kama sikutei anaitwa Mary. Ni binti ambaye yuko kasi sana kwenye kufanya hizi kazi za mikono. Kwa hiyo na kuna wengine, kuna kina binti Sadi, hao wote wanafanya kazi za mikono. Kwa hiyo hii hasa ilikuwa ni kukusanya wale wajasiriamali wanaotumia kazi za mikono. Lakini wazo la kufungua hasa ili Swahili Lounge ni kurudisha zile tamaduni ambazo za Kiswahili ambazo zilipotea, tukaona tuzirudishe upya. Katika kuzirudisha, kadri unavyorudisha kitu, lazima kuwe na vitu ambavyo vinatengeneza ukubwa zaidi. Katika huo ukubwa zaidi ambao umetengeneza, ndio ukaja ukazaa hii Swahili Lounge. Sasa
nikikwambia kwamba kwa nini hasa imekuwa hii Swahili Lounge. Swahili Lounge imekuzwa kupitia Tanga Women Gala. Yaani hili ni mtoto wa Tanga Women Gala. Kwa hiyo nashukuru kusema kweli, baada ya kufunguliwa hii Swahili Lounge ndio tukaanza sasa kubuni vile vitu ambavyo vinaweza vikamfanya mtu sasa akija Swahili Lounge atakuta kitu gani. Tukaanza na vyakula vya Kiswahili ambavyo ukija Swahili Lounge utakuta vyakula vya mafuta, utakuta vyakula vyenye afya ambavyo ni vyakula vya nazi, na hasa ndio inomata hapo. Lakini nikakumbuka kipindi cha corona. Hapo sasa ndio nikajua na hilo wazo lingine sasa. Kipindi cha corona watu walikuwa wanakunywa chai za mananasi nini, lakini mimi nikasema kumbe unaweza ukafanya hivi vitu vikawa ni chai kabisa. Mimi nikaja, kwa vile natumia nazi sana kwenye vyakula, kwa nini nisitengeneze chai ya nazi? Kiukweli chai ya nazi mpaka kuja kuifahamu au kuitengeneza imenichukua muda, na sasa hivi imekuwa ndio soko langu kubwa la chai ya nazi. Na hasa hii chai ya nazi mwanzo wakati natengeneza ilikuwa inakatika. Yaani unapopika inakatika. Lakini nikarudi nyuma. Wazee wetu zamani walikuwa wakipika chakula lazima waseme nacho, waongee nacho. Uruhusiwi kupika chakula ukiwa umekasirika au una kitu kimekukasirisha ukawa unapika kile chakula. Wazee wetu wa zamani walikuwa wanapika chakula huku wanaimba. Wanakibembeleza kile chakula. Na mimi sasa nikarudi kule nilipokuwa nikiona wazee wangu, wazazi wangu walikuwa wakipika chakula kwa tabasamu. Kwa hiyo na mimi nikaja hapo. Nikaanza kupika, nikasema hebu na mimi nianze. Nikaanza kuitilia nia. Wazee kitu cha kwanza kabisa katika kufanya jambo, kitilie nia, mkabidhi Mwenyezi Mungu. Cha pili, mkabidhi Mwenyezi Mungu. Cha tatu, pika ukiwa anza na bismillah. Mtazamaji, nafikiri umepata kitu kipya hapo. Anasema hapa kilichoipaisha na kuipa umaarufu hasa chai ya nazi ama Swahili Lounge, yeye anasema kabla ya kupika anasema na chakula. Sidhani kama wewe unazungumza na chakula kabla ya kupika ndio kinakuwa na ladha zaidi, na kwa mujibu wake na maneno yake anazungumza ndio hasa kilichosababisha pengine ikapendwa zaidi. Twende sasa tufahamu, watu wamekuwa wakifurika hapa, wanakuja wanaona mitandaoni, pengine wakaja na sisi ndio mguu wetu ukasema tukajionea hasa vitu ambavyo vinafanyika hapa. Kumekuwa na urahisi kiasi gani, na hapo imekuchukua ugumu kiasi gani hasa mpaka kuhakikisha leo hii umetengeneza jina? Kiukweli katika kazi yote ambayo unaianza lazima kuwe na ugumu. Yaani ugumu lazima utakuwepo. Lakini mimi kwa sababu nilishaika ile nia kwamba nataka kufanya kitu hiki. Na kadri ukifanya kitu kinazaa kingine. Ni sawa na ukipewa simu ni mpya, lakini kadri unavyoishi nayo ndio inafanya nini? Unavyozidi kuijua zaidi. Kwa hiyo mimi baada ya kuona kwamba kwa nini nakatika na kwa nini nafanya hivi, nikasema hapana. Ukizungumza na kitu lazima kiwe. Kwa hiyo nilivyoanza kupika, na kwa mara ya kwanza nilipopika chakula kwa tabasamu langu, kwa kuongea nacho, basi ile chai ikawa ina ladha. Kwa hiyo wewe mwenyewe ukinywa ile chai ya nazi lazima utatabasamu. Kwa sababu kinachofanya watu hasa waje ni ile kwamba nazi inazoeleka kwenye vyakula. Nazi haizoeleki kwenye chai. Kwa nini chai? Na huwezi ukaamini, chai ya nazi ni chai nzuri sana, chai yenye afya, hata wagonjwa wa sukari wanakunywa. Na chai yangu mimi haisiti sukari. Chai yangu mimi ni nazi kama nazi. Ili ujue siri ya mpishi wa chai ya nazi, njoo Tanga Swahili Lounge. Karibu Tanga na hatuna kwaheri. Na hapo kwenye hiyo chai ya nazi, niliendelea nikasema kwa nini ni Swahili Lounge tuondoe sasa maziwa. Tutengeneze tu chai za matunda. Kama mtu anataka maziwa atatengenezewa maziwa kama maziwa. Lakini sisi tunadili na chai hasa za matunda. Maganda ya mananasi wengi wakimenya wanatupa. Lakini mimi nikasema kwa nini yatupwe? Nikayarudisha kwamba lazima pikwe chai. Chungwa mtu anakula anamaliza anatupa. Lakini yale maganda yana vitamin C nyingi sana ambayo inasaidia. Kwa hiyo yale pia nayo tukakusanya, tukasema kwa nini yatupwe? Kwa hiyo tunachukua yale maganda, tunayaosha vizuri, tunayanika, then tunafanya nini? Tunafanya ndio kiungo cha chai. Na matumaini umesikia kila kilichozungumzwa kuhusiana na Swahili Lounge na chai ya nazi hapa Tanga, Tanzania. Sina shaka ukifika hapa lazima utafanya matembezi ya kina kufika. Waliozungumza wamesikika
wakitanabahisha na kusifu ladha za hapa. Sina la ziada kutoka Tanga, na kuarifu ukifika usisite kutembelea Swahili Lounge. Mimi ni Ibrahim Hassan na hii ni TriGen Media.